الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، ووزن كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تجهل به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo tunaendelea na darasa yetu ambayo inahusu uhalisia wa elimu, mjadala baina ya mtazamo wa Qur'an na mtazamo wa kibepari wa kimagharibi. Katika darasa yetu ya jana tulianza nukta ya pili ya kwa nini tumechagua mada hii ya elimu. Tukasema ni kwa sababu elimu ndio msingi wa kwanza wa maendeleo ya mwanadamu. Lakini ili kuthibitisha hilo, tulieleza baadhi ya nadharia zinazothibitisha na uhalisia tunaoishi sisi katika maisha yetu ya kila siku. Na tulimtaja Malik bin Nabi kama mwanafalsafa wa Afrika wa Algeria, ambaye amejadili sana suala zima la fikra au wazo kutangulia kabla ya mada na vingine katika kuleta maendeleo ya watu. Na ili fikra ieleweke, tulijaribu kuonyesha vipimo vya maendeleo kwa wanadamu na ambavyo vinatambulika kitaaluma. Tukasema ni elimu, ni uchumi, ni siasa ya watu, ai nafasi za kutoa maamuzi. Tukasema kuna walioingiza afya, lakini vile vile hata mazingira, namna ya kutunza mazingira, kiwango cha kutunza mazingira cha watu kimezingatiwa kwamba ni kielelezo cha elimu au tuseme cha maendeleo ya watu. Lakini sisi tulisema yote hayo 9, elimu ndio namba 1. Sasa fikra ya msingi ambayo tulijaribu kuinyambua, na kwa hakika
fikra yenyewe ukianza kuielezea kuanzia juu kwenda chini huwa ni fikra ngumu sana kueleweka, lakini ukianzia chini kwenda juu ni rahisi kueleweka, kwa maana ya elimu ndio inayotangulia kabla ya vitu vingine vyote kuleta maendeleo ya watu. Sawa sawa watu hao ni taifa, ni umma, ni familia au ni mtu mmoja mmoja. Kwa lugha ya kisasa, uwekezaji katika elimu ndio uwekezaji sahihi unaotakiwa utangulie. Tukauliza swali, je, unamrithisha mwanao material, mada, vitu, au unamrithisha elimu? Na lipi ambalo ni muhimu sana kutangulia ili kuleta maendeleo ya yule mtoto? Na tumetoa mifano mingi, lakini fikra yenyewe ni muhimu sana. Tutaendelea nayo na tutaendelea kutoa mifano mingine. Sasa huyu bwana Malik bin Nabi alifariki mwaka 1973 mwa Algeria. Fikra yake ilikuwaje? Yeye anaamini kwamba kwanza kuna vitu vitatu. Kwanza ni fikra. Ikishatangulia fikra, tunazungumza fikra maana yake ni elimu, ni mawazo. Ikiwa imepikwa ile fikra, ikawa imeiva, imekubalika, baada ya hapo ndio inakuja hatua nyingine ya pili. Kwa hivyo yeye anaamini kwamba kwanza tunatakiwa tuanze na fikra. Baada ya fikra ambayo inaitwa alamul afkari, tutakuja kuona watu sasa. Wale watu wanaivaaje ile fikra, wanaikubali kiasi gani, wanaipokeaje? Alafu nukta ya tatu, al-ashya'u, vitu. Sasa wanaweza kuamiliana na vile vitu kwa urahisi sana ikiwa kuna fikra washaivaa, alafu vile vitu vikawepo. Kwa lugha nyingine, lau kama watu watatanguliziwa material, mada, vitu, tumetoa mfano jana au mifano mingi, ni rahisi sana vile vitu kwanza vikasababisha ugomvi na kuvurugana na maendeleo wasiyapate. Labda tutoe mfano mwingine. Kwa mfano, mabenki yetu na taasisi za kifedha, miaka ya karibuni hapa tulipoingia katika uchumi wa kibepari, yalianza kwa kasi sana kutoa mikopo kwa watu wadogo wadogo, makundi madogo madogo na watu mmoja mmoja, mikopo midogo midogo kwa ajili ya nini? Ya maendeleo. Mnajua tatizo gani liliwapata? Tatizo kubwa lililotokea ni kwamba ile mikopo haikusaidia watu, ilipotea, na wale watu wakaingia katika ugomvi na mabenki, ikawa ni swala la kunyang'anyana vitu, na pengine kuna hasara zimepatikana kwenye mabenki. Baada ya mabenki kugundua hilo, walirudi nyuma, wakaamua kwamba tunapotaka kutoa mkopo lazima tutoe semina za ujasiriamali na namna ya kutunza fedha, namna ya kuzitumia, namna ya kujilipa na kuweka faida, kwa sababu tusipofanya hivyo hii mikopo haiwezi kumsaidia mtu. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba skills lazima zitangulie, maarifa lazima yatangulie, ili material yakichelewa yanaweza kudhibitiwa, yanaweza kuhifadhiwa. Ukimkabidhi mtu ambaye hana maarifa, ukamkabidhi fedha aziendeshe, azizalishe, zile fedha zitatokomea, zitakwisha. Tumetoa mfano jana wa pesa zetu tunazozipata sisi kwa kupitia urithi.
Hata kama pale nyumbani kuna jamaa mmoja wa ovyo ovyo, levi mtu ovyo ovyo, lazima achukue fungu lake, sila kwake bwana. Lakini akiingia akazipewa zile mirungi, kama alikuwa anakula siku ya Jumamosi tu usiku jioni, atakula kila siku. Lakini atafanya mikogo yote mjini, kila mmoja atajua. Wakati huo hapigi mahesabu kwamba kila zikitumika zinakwisha na kuna siku zitafika mwisho. Hesabu hizo hafanyi. Mifano hii sisi watu wa Arusha tunayo mingi. Katizameni vijana ambao hawana skills, hawana fikra, hawana idea, hawana wazo, kwa mukhtasari hawana ilmu, hata hiyo katika upande wa kiuchumi. Alafu wakaingia mererani, Mungu akawapa. Walipoingia mjini hapa mliwaona zile mbwembwe, mikogo, na wakati mwingine ikawa gari pia inanunuliwa maji dukani, inatiwa. Yani yale maji ya kwenye gari yale sio ya bombani, ananunua dukani, anatia maji kwenye gari. Walikuwa wakifanya mpaka hivyo. Kisha baada ya muda mfupi tu, wewe mwenyewe ukimuona unabadilisha barabara, kwa sababu akikutana na wewe lazima akuchomoe chochote. Na inabaki lawama tu, mimi niliwapa watu lakini hawanipi tena. Lakini walikuwa na mahesabu wao, sio? Kwa hivyo fikra tunayotaka kuifikisha ni hii. Ulezi wa watoto wetu kwa kuamini kwamba unawapenda sana, ukawapa material sana, na ukafurahia na wao wakafurahia, ni kuangamiza. Niliona baadhi ya semi za baadhi ya watu kwenye mitandao zenye busara kwa hakika. Yani mtoto anayeendesha gari ya baba yake na akafanya mbwembwe zote na anapewa akitaka, na kijana mtoto mwingine anayeendesha baskeli yake, kiasi kwamba huyu mtoto anayeendesha gari ya baba yake akikutana na yule mwenye baskeli yake atamuonyesha mikogo yote. Lakini aliyekuwa sahihi na bora, mwenye future, ni yule mwenye baskeli ni ya kwake kuliko huyu mwenye gari ya baba yake. Lakini baba mzuri ni yule ambaye hata kama anazo 2-3 anamnyima mwanae, kwa sababu mtoto anayefocus kwenye gari ya baba yake hafocus kuwa ajenge misingi ya kuwa na gari yeye, huyu hawezi kuendelea. Na ndio kuna misemo mingi tunaipita hivi hivi, lakini ina falsafa kubwa sana. Na katika mambo ambayo naamini kwamba yana haja ya kuandikiwa, kama utakavyoona huko mbele, ni misemo yetu. Mfano misemo ya Kiswahili, tutasema wahenga walisema, philosophy yake lazima iandikwe. Yani tuseme wale philosophers wa Kigiriki walikuwa watu kama hao Waswahili. Ni watu walosema mambo yakaandikwa. Lakini leo hii sisi kwa upande wetu tunasema wahenga wamenena. Bwana mmoja amesema maneno nikayafurahia, kwa sababu siku zote nilikuwa nawaomba baadhi ya Waswahili wasomi kwamba andikeni kuhusu falsafa ya Mswahili. Hili neno mbona mnaliogopa? Mnaona linahusu Ulaya tu, linahusu labda North Africa peke yake. Lakini wakati mnaandika, hakikisheni sana kwamba ule msemo kweli ni wa Mswahili, kwa sababu kuna misemo iliyoingiliana sana duniani na mingine imefanana. Lakini unadhani falsafa ya kwamba ni bora kumfundisha mtu kuvua samaki kuliko kumpa samaki, wewe unadhani falsafa yake ndogo? Kwamba huyu bwana unampa samaki, anakwenda anafanya kitoweo anakula, lakini huyu mwingine amepewa skills za kuvua samaki. Kwanza akishapewa uwezo wa kuvua samaki, maana yake nini? Kwanza umemjengea sifa ya kujitegemea, huyo hatarudi tena kuomba, sio? Lakini pili, umetengeneza kitu kinachoitwa sustainable development kwake, yani maendeleo yake yatakuwa endelevu.
Maana huyu akishamaliza samaki anangojea apewe mwingine. Huyu amepata taaluma ya kupata samaki, na huyu alokupa wewe samaki kitoweo ameweza kumpata kwa sababu ana taaluma ya kuvua, sio? Kwa hiyo kinachotakiwa kutangulia ni zile skills za kuvua, na yule samaki ni matokeo tu. Uking'ang'ania wewe samaki huwezi kuendelea. Kwani sisi nchi za kimagharibi zinatupa skills au zinatupa material? Ile misaada tunaoifurahia sisi ni kupewa samaki, lakini hatupewi taaluma ya kuweza kuvua samaki. Na huko mbele tutakuonyesheni hata wale wataalamu wetu kwa mwaka ni kiasi gani wanachukuliwa na wao pia. Yani wale ambao ndio wana zile skills, wana fikra, wana ideology, kwa mwaka ni wangapi wanachukuliwa pia. Sasa hili jambo linaingia katika hatua ya chini ya malezi. Watoto wako unawalea vipi? Na ndio maana hata katika malezi, ikiwa mtoto wako amekosea ukampiga, sisi tunajua kutia adabu ni kupiga, sio? Ukampiga, lakini hujamueleza kwa nini umempiga. Unataka aelewe mwenyewe. Ni tofauti na yule ulomtia adabu kwa kumpiga, kama ni sawa. Alafu baadaye ukamueleza, mwanangu, unajua kwa nini nimekuchapa? Au ni kwa nini nakutaka uwe msafi, kucha zako hizi na mikono yako iwe misafi. Ulipoumwa tumbo wewe la kuharisha ni kwa sababu ya huu uchafu. Huu uchafu unasababisha mtu akila chakula na vidole vyenye kucha chafu namna hii, ale na vijidudu ambavyo havionekani kwa macho, baadaye vinamletea tabu tumboni. Huyu mtoto mwenye miaka 3-4 akishaelezwa, akipata skill hiyo, maana yake nini? Maana yake hata kama mzazi hayupo, akiwa faragha mwenyewe hatokula bila kunawa mikono. Lakini huyu anayepigwa tu bila kuelezwa reason, sababu, akitaka kula ndizi bila kunawa mkono, ameipata mahala, ataangalia kulia kushoto, mzazi hayupo, atakula. Tumeelewana hapo? Kwa sababu ulipompiga umemuonyesha tu kwamba haitakiwi ule, mimi sipendi, ukila nitakupiga. Lakini yule wa kwanza umemfundisha, umempa skills, anafahamu fika kwamba hizi athari za kula chakula na uchafu zinanihusu mimi, hazimhusu mzazi. Tutoe mfano wa kisa. Nimesema hii fikra inahitaji kunyambuliwa, kwa sababu ukikuta katika falsafa ni fikra nzito na mara nyingine ni ngumu kufahamika. Na tukija kutoa mfano japo mmoja wa yule anayeamini kinyume na hivi, ndio utakapoona namna fikra hii ni ngumu, zinagongana. Utagundua kwamba sasa ni yai linatangulia au ni kuku. Utakuta ni mtihani. Kuna kisa tuliwahi kukitoa hapa miaka karibu 10 iliyopita. Nataka leo mkitoe tena. Kisa kwa wale wanaokumbuka wachache, tulikiita soksi za Kalasinga. Kisa hiki kinasema hivi kwamba waziri mmoja Kalasinga alikwenda na rais wake katika mikutano ya kimataifa. Walikwenda pamoja mpaka katika nchi za wenzetu huko, wamekwenda mkutanoni, mkutano wenyewe wa kimataifa. Wakaingia mkutanoni. Sasa watu kutoka nchi moja huwa wanakaa eneo lao wenyewe, sio? Lakini walipoingia ndani kukaa pale, mara pakaanza kusikika harufu mbaya sana. Mnafahamu harufu za soksi kwa mtu mwenye matatizo ya fungus. Harufu mbaya sana. Basi kila anaingia anaipata ile harufu. Mkuu wa nchi mwenyewe wa India akijaribu kudadisi, akagundua waziri wake ndio anatoa harufu mbaya vile. Likamkera sana. Mkutano ukafanyika. Walipomaliza mkutano wakatoka.
Mkuu wa nchi ile akamwambia mmoja katika wasaidizi, kamchukulie soksi mpya. Zikaenda zikanunuliwa, akapewa, akaambiwa mkuu amesema hizo soksi uvae hizi. Akazichukua, akaondoka nazo. Siku ya pili wanarudi katika mkutano, wameketi watu, harufu ni ile ile, na kila anayepita karibu pale inamkera. Sasa yule mkuu wa nchi akaona sasa haya yamezidi. Akamuita waziri wake, akamnong'oneza, wewe jamaa, hawajakupa soksi wewe? Hujapewa soksi mpya wewe? Yule waziri akanyanyua yule kalasinga mguu wake, akamwambia, ni si hizi hapa, na zile za zamani si hizi. Akazitoa mfukoni, yaani za zamani anazo mfukoni na kavaa mpya. Umekielewa kisa? Yaani huyu bwana hayuko tayari kubadilika, maana ya zamani anayo na mapya anayataka. Lakini huyu bwana lao angekuwa ametanguliziwa skills za kuelewa kwamba tatizo ni nini, asingebeba zile soksi pia mfukoni akaja nazo. Lakini kwa kuwa hajaelezwa, yeye amerekebishwa tu kwa kupewa mbadala. Yeye amechukua na soksi zake za zamani, kwa nini azitupe na hazijatoboka, akaziweka mfukoni. Kwa hiyo harufu yote ya soksi za mwanzo zile zilikuwa mguuni, sasa amezihamishia mfukoni. Lakini kisa kina maana nyingi, kwamba lazima uwe tayari kubadilika. Maana yeye hayuko tayari kuacha soksi zake za zamani, lakini na mpya akazichukua. Sasa fikra ya Malik bin Nabi ni hiyo, lakini si yeye peke yake. Mtaalamu mmoja wa Ujerumani anaitwa Hegel. Hegel ni mwalimu wa Karl Marx na alikuwa mwanafalsafa. Nataka nitaje miaka kwa sababu tuna lengo sana na hii miaka. Huko mbeleni miaka itatusaidia sana, kuna mambo tutayataja. Hegel alizaliwa mwaka 1770 na alikufa mwaka 1831. Yeye alikuwa anaamini fikra hii pia. Japokuwa Karl Marx alizaliwa mwaka 1818, yani 1818, mwanafunzi wake, yeye anaamini fikra tofauti na hii. Tutaona mifano. Hegel anasemaje? Alfikratu hiya allati tuharriku tarikha. Fikra, ilmu, mawazo, idea ndizo ambazo zinapeleka historia. Kwa lugha nyingine, ndizo zilizotengeneza historia, ndizo zilizotengeneza staarabu za watu, dola, himaya, nchi ikawa kubwa, ikawa na mamlaka yake, himaya yake inatawala zaidi ya nchi moja. Ni matokeo ya nini? Ya fikra. Kilichotangulia ni wazo. Mwingine naye ni Mjerumani, anaitwa Immanuel Kant. Sikilizeni hiyo miaka, tuna jambo la kuzungumza katika miaka hiyo. Amezaliwa mwaka 1724 na alikufa mwaka 1804. Naye ni Mjerumani, Immanuel Kant. Na yeye anasema al-aqlu yunadhimu al-waqi'a. Akili ndio yani fikra, yani elimu ndio inayotengeneza kilichokuwa nje. Unachokiona nje, uchumi, nguvu za kijeshi, siasa nzuri, vyote vile vimeanzia wapi? Kwenye akili, kwenye wazo, kwenye fikra, kwenye elimu ya mtu. Kwa lugha nyingine, idea inatangulia material, wazo linatangulia vitu vya kimada. Sikilizeni hiyo miaka. Mwingine ni wa Kiislamu, anaitwa Abu Hamid al-Ghazali. Huyu ni wa mwaka 1111, yani 1111 ndio alizaliwa. Ukipima miaka unamuona ametangulia karne nyingi sana Wale 1700 na 1800 na huyu 1111. Nani huyu? Abu Hamid al-Ghazali. Ni Mwajemi, yani ni mtu mwenye asili ya Irani, ambayo jina Irani ni jipya, lakini Irani ya sasa hivi. Yeye anasema al-bu'du ar-ruhi wal-ma'rifi ala al-hissi. Kinachotangulizwa ni al-bu'du
arruhi walhissi ala aljanibi au albudi alhissi, yani kinachotangulizwa katika kujenga jamii ni upande wa kiroho na kimaarifa. Kiroho, upande wa kiroho ni elimu, ni elimu, hidayah ni elimu, sio ndio unaotangulia. Alafu albu'd alhissi, vile vitu venye kuhisika, vile majengo marefu, sijui miundombinu mbalimbali ya matreni ya nini, ndio albu'd alhissi, vile vinakuja baadaye. Mashamba, rasilimali, vile vinakuja baadaye. Na nataka tuelewane vizuri kwamba tatizo la umma wa Kiislamu, nchi za Kiislamu au tuseme nchi za Waislamu, sio material. Nchi za Kiislamu zina material ya kutosha. Nenda katika nchi za Gulf, Saudi Arabia, Qatar, Emirates, Kuwait, na nchi hizo unazifahamu, ni katika nchi zenye rasilimali za kutosha, sio? Zina gesi ya kutosha, zina mafuta ghafi ya kutosha, na nyingine zina sababu nyingine za kupata uchumi wa kutosha. Manake katika lugha ya kibepari zina alkala nyingine ambayo ni chanzo cha mapato kikubwa. Kwa hiyo tatizo letu sio rasilimali, sio material. Material tunayo, lakini acha nchi zile za Gulf, nchi za Afrika ni tajiri sana. Huo ugomvi wote unaoona na watu wanapambana, vita haviishi, ni kwa sababu ya utajiri, sio? Na mara nyingi tunasema Kongo, itizameni Kongo, katika nchi tajiri kwa misitu, kwa mito, kwa madini mbalimbali, mpaka yanaogunduliwa kesho yapo pale, mpaka teknolojia hii ya mawasiliano tuliokuwa nayo, madini yake 10% yanatoka pale, cobalt na mengine. Kwa hiyo Afrika haina tatizo la rasilimali asilia. Afrika haina tatizo hilo, wanazo za kutosha na kuzidi. Tatizo lao ni skills, ni fikra, ni idea, ni mawazo. Hilo ndio tatizo kubwa wanalo. Sasa Abu Hamid al-Ghazali na yeye fikra zake zilikuwa ni hizo hizo, kwamba upande wa kiroho, yani hidayah na kimaarifa, ndio unaotangulia upande wa vitu wenye kuhisika, wenye kuonekana, wenye kushikika. Mwingine ni Muhammad Iqbal. Huyu alikuwa Mpakistani kabla ya Pakistani kuitwa Pakistani. Za Pakistani na India ilikuwa ni nchi moja, zikatengana miaka hata 100 haijafika, sio? Sasa huyu anasema alfikratul imaniya kamuharrik alhadara, fikra za kiimani. Kwa Muislamu huyu anapigania kuanzishwa kwa dola, kwa nchi ya Kiislamu. Anasema fikra za kiimani, lakini imani inaweza ikawa imani yoyote ile, nayo ni ilmu, mawazo, mikakati, mipangilio, ndio inayotengeneza ustaarabu wa watu na dola na himaya. Lakini kwanza ni kwa nini tunatoa mifano yote? Kwa sababu sisi tunapokuwa katika jamii yoyote ile, swali dogo ni kwamba tuanze wapi? Tuanzie wapi? Yani sisi ni jamii, ni community, tuanzie wapi? Ndio nikasema mwanzoni, utaona vikundi mbalimbali vinaanza kwenye pesa. Tuanzie kwenye pesa, na huwa havisafiri safari ndefu, vinakwenda vikifika mahali lazima ile pesa iwavuge, kwa sababu hakuna mwongozo unaoelekeza, hakuna fikra walioishiba ambayo ni dira. Kwa hiyo jamii yoyote, na jamii ya Kiislamu ilipoanza kwa Iqra, Mwenyezi Mungu akasema Iqra, soma, ni kwamba hapa ndio mahali pa kuanza. Wanasema ukimpa mtu silaha lakini hujamuelimisha namna ya kuitumia na aitumie wapi, mtu wa kwanza atakayemjaribia ni wewe ulompa. Yani wewe ulompa ndio mtu wa kwanza atakayemjaribia ile silaha.
Hilo ndio tatizo tulokuwa nalo. Sasa mtu kama Ibn Khaldun alikuwa na mawazo ad-dinu, kisha namba 3 al-umran wal-iqtisad. Nini maana al-asabiyya? Tukienda kule mbeleni tunasoma maalum tutakaojifunza istilahi na msamiati ya zamani na ya sasa, ya Kiislamu na isiyokuwa Kiislamu. Al-asabiyya sio istilahi inayotumika zama hizi, ni ya zamani. Ibn Khaldun ni mtu wa mwaka 1300 na ni mtu wa Tunisia. 1300 na miaka mingi sana, sio? Kwa hiyo istilahi zilizokuwa zinatumika ni tofauti. Ukisema asabia leo hii ni neno lenye ghana hasi, ndio inazalishwa neno taasub pia, yani ni ile suratul infiali, ndio asabia hilo, mtu kuwa ana hamaki za haraka. Ndio maana iliyokuwa kwetu sasa hivi, lakini yeye ametumia neno asabia kwa maana atamasukul ijtimai, yani mshikamano wa jamii kwa misingi fulani, dini yangu, kabila langu, rangi yangu. Kwa hivyo watu waloshikamana kwa misingi fulani wakashikamana kisawasawa kwa sababu ya dini, kwa sababu ya mtazamo mfano wa kiliberali, watu wote wale huwa ndo mwanzo wa maendeleo ya wale watu. Hii ni fikra tunaziaridi tu ili tuelewane. Kwa hivyo yeye kwake ni ule mshikamano wa awali wa jamii wenye misingi fulani, ima ya kidini au ya kibaguzi au ya nini, lakini wameshikamana kwamba sisi watu fulani Waislamu, sisi wa Kristo, sisi wa Jerumani, wakashikamana kisawasawa, pale ndio mwanzo. Lakini vile vile wakishashikamana, hatua ya pili ni dini. Dini kwake msichukulie kwa maana hiyo mnaifahamu. Dini kwake maana yake ni fikra, kwa sababu maana ya dini pana ni kwamba ubepari nao ni dini, umeelewana? Ujamaa ni dini, kwa sababu ni mfumo unaoendesha maisha ya watu fulani wamejichagulia, sio? Kwa hivyo dini kwa maana pana ya dini, kwa maana ya kilugha ya dini, maana yake nini? Ni kuwepo na muongozo unaoongoza. Ndio ile tumesema ndana bidini qaumin lazimatuhu ahkamuhu. Maana dini kwa maana ya mfumo wenye misingi fulani ya kifikra unaoongoza watu. Na ndio maana ukafiri nao dini. Qul ya ayyuhal kafirun, kisha lakum dinukum waliya dini. Nyie mna dini yenu na sisi tuna dini yenu. Maana mna fikra zenu kuhusu maisha, kuhusu Mungu, kuhusu ndoa na vingine. Kwa hiyo anasema hatua ya pili ni zile fikra sasa. Alafu ndio al-umran. Na umran ni lugha aliyotumia wakati ule, maana yake mambo sasa ya kujenga ustaarabu wal iqtisad. Umran maana yake siasa yenu, uchumi wenu, mambo ya usalama wenu, yani kujenga sasa taifa au dola. Hizi ni fikra za nani? Ibn Khaldun, mtu ambaye tutamuona huko mbeleni, tutaishi naye katika baadhi ya mambo. Nimesema tutoe mifano mingi. Fikra hii lazima tuinyambue na vijana waweze kuielewa. Kinyume chake ni materialism, watu wanaoamini mada. Na katika zama za Wagiriki walikuwepo, lakini sichukue zama za karibuni. Karl Marx, mwanafunzi wa Hegel, anaamini kwamba uchumi ndio unaoamua aina ya jamii. Uchumi ndio unaotengeneza, unaoshape aina ya jamii. Tatizo la falsafa ni kwamba ukishashiba fikra moja alafu ukiletewa nyingine unaanza kuiona mbona kama ile ya kwanza sio, alafu ile itakayotangulia ikija nyingine inaanza kushake ile akili yako. Mnajua kwamba mfumo wetu wa shuleni, katika shule zetu tunafundishwa sana fikra hii ya kimada ya Karl Marx, ya kuamini kwamba uchumi ndio kila kitu, na uchumi ndio unatakiwa utangulie, fikra inakuja baadaye, aina ya jamii inakuja baada ya aina ya uchumi iliyokuwepo.
Sasa huyu anaamini kuhusu kitu kinachoitwa historical materialism, kwa maana ya kwamba historia imetengenezwa na uchumi. Hata kuna mjadala katika falsafa ya historia kwamba ni nani anaitengeneza historia. Je, ni watu wa kawaida au ni wale watu wenye mamlaka na wenye fedha? Huo ni mjadala. Kwa maana ya kutengeneza historia, mkaletewa nyie historia hii hapa iko mezani, isomeni, nyie hamkuepo. Ni nani anaitengeneza? Na hapa kuna mjadala. Kama ni dola linatengeneza, msitarajie kwamba historia inayokuja kweli iko salama, kwa sababu dola linatizama maslahi yake. Sasa mjadala huu tuuache. Huyu anaamini kwamba historia inaongozwa na uchumi. Kwa hivyo yale tuliyosoma tangu primary school kwamba jamii ya kwanza kabisa ni jamii ya kijima, ni fikra za Karl Marx, kuamini kwamba shughuli za uchumi ndizo zilizoamua aina ya jamii ya awali. Watu walipokuwa kidogo, shughuli za uchumi zilibadilika. Zilipobadilika, mfumo na idea ya kuendesha ilikuja kutokana na shughuli za kiuchumi, ndio ikaja hatua ya utumwa. Sasa kuna mtu anakusanya idadi ya watu waende wakamlimie. Zamani watu wanafanya kwa kushirikiana wote na kugawana, na ile zama za ujima kwamba hapakuwa na matabaka. Watu walikuwa kila mtu anakula kwa kadri ya haja yake, na watu wanashirikiana kutafuta. Shughuli za uchumi ziliamua huo mfumo uwepo. Baada ya muda, uchumi ulipoanza kukua, mtu mmoja akawa analimbikiza, analetewa, kama ni mganga wa kienyeji analetewa mbuzi za ziada, analetewa sadaka. Zilipozidi akawa yeye ni king. Sasa lazima watu wahudumie pale, na yeye sasa anatuma watu. Ndivyo tulivyofundishwa, sio? Hatua ya pili ya utumwa. Alafu kabaila, feudalism, pakawepo na tabaka la watu ambao wanamiliki ardhi, wanatumikisha wengine, wanamiliki mashamba. Na ndio Roman Empire ilikuwa katika kipindi kile, na kanisa Katoliki lili practice feudalism kwa kumiliki mashamba mengi kule Ulaya na kutumikisha watu. Lakini jamii zetu pia zimepitia ukabaila. Lakini fikra hii ni kwamba shughuli za kiuchumi ndizo zilizozalisha wazo la kiutawala. Hapakuwa na wazo lilotangulia kisha shughuli za kiuchumi zikafuata. Kisha ukaja ubepari, na sisi tuko katika ubepari. Kuna watu wachache wanaomiliki pesa, wao wamekaa wanatuma wengine. Unaona? Na gap baina ya tajiri na maskini inaendelea kuwa kubwa kila siku. Kwa hiyo shughuli za kiuchumi ndizo zilizoamua mfumo wa kibepari wa kiliberali. Haukuwa mfumo umetangulia kisha shughuli za kiuchumi zikawa matokeo. Jamani, tuko pamoja? Kama tuko pamoja. Hawa wanaamini mada, na sisi tumeshaathirika sote katika maisha hayo sasa hivi. Manake kuna maeneo hatuna budi tuishi mwendo huo. Na baya kuliko yote ni pale inapofikia mpaka mtu ili awe shekhe wako, unapata nini kwake kwanza? Kama huna unachokipata kwake, hana maana, hafai kuwa shekhe wako. Tizameni katika maisha yetu sasa, namna ambapo uchumi ndo kibla. Wazo na idea ni vitu vinavyochelewa. Mkiwemo katika familia moja, mko 7 watu wazima, alafu kuna mmoja ana uchumi mzuri, hata kama koram, yani akidi, Kiswahili wanaita akidi. Koram ikitimia, akidi ikitimia, kikao hakieni. Hata kama mna mawazo mazuri, mpaka yule mwenye uchumi aje naye aseme mpaka fulani awepo, kwa sababu tumeweka uchumi mbele. Nadhani tuko pamoja. Tunaishi katika kipindi ambacho thamani ya mtu sio qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu, wa inma qimatu kulli mri'in
ma yamtalikuhu, thamani ya kila mtu ni kwamba anamiliki nini. Na ubaya ni kwamba hata sisi wazazi, ole wako wewe ufikie utu uzimani alafu huna kitu, ndio utajua rangi ya watoto wako ikoje. Hakuna atakaye kutembelea, hakuna atakaye kujulia hali, hakuna tena simu kiipiga tu, na huyu mzee vipi bwana, mambo gani bwana, mzee uko unataka nini kwani? Lakini kama utazeeka ukalala kitandani na wanajua unacho, ule mlango utabishwa sabaha masaa, asubuhi kwa jioni, na wakujipendekeza wajipendekeza kujua mzee huyu akiondoka na mimi niwe nimebaki salama. Kwa hivyo hii miwani tumeivaa ya kiliberali ya kinini, na tutakuja kuona huko mbeleni kwamba ndio iliyotufikisha mahala elimu ikawa ni bidhaa inayouzwa, ni huduma inayouzwa. Na ndio utakuja kufahamu dhana ya ubinafsishaji ambayo baada ya vita kuu ya pili ndio ilikuwa ajenda ya nchi za kimagharibi kwamba lazima mchukue fikra hii. Sio kama tuko pamoja. Sasa katika hali kama hii sisi wote ni wahanga wa mfumo ambao tunaoishi sasa hivi wa kuendekeza zaidi material kuliko idea. Nasema tuende nayo taratibu mpaka tuelewe. Mnadhani kwa nini mazayuni kule Irani katika vita vyao vikubwa ni kuua wanasayansi? Yaani wao kuua wanasayansi ni jambo kubwa zaidi kuliko kubomoa magorofa. Yaani wakivunja wakabomoa miundombinu wakanini wakaharibu baadhi ya ndege ni jambo zuri kwao, lakini wakiua wanasayansi wamefanya jambo kubwa zaidi, kwa sababu yale ni matokeo tu ya sayansi. Ndio utaona kuna baadhi ya mufakirina wa Kiislamu wametumia lugha nzuri sana katika kuifanya fikra hii ileweke. Wamesema hivi, kuna ulul albabi, yani ulul albabi, ulul absari, yani wenye akili, na kuna ulul aidi. Sasa sisi ni nani? Ni ulul absari, ulul aidi au ulul albabi? Ukisoma kwenye Qur'an ulul albabi ni wale wenye akili Sasa kuna ulul aidi. Ulul aidi ni wale wafanyakazi ambao wanatumia mikono. Ulul absari au ulul albabi ni wale wanatumia akili. Sasa ukifika pale, kwani engineer huwa anajenga nyumba? Wanaojenga nani? Ulul aidi Ama ulul albabi huwa anakuja tu amekunja mikono yake, naendeleaje, mambo yanakwendaje, anaangalia, sio? Sisi ni cheap labor, na sehemu kubwa ya uzalishaji wetu ni kwa ajili ya wengine. Mtaalamu mmoja wa uchumi anasema kila mwaka pesa zinazohama kutoka nchi za kusini na hasa Afrika ni dola bilioni 65 kila mwaka, zinakwenda safi kabisa katika nchi za kimagharibi kila mwaka. Kupitia nini? Kupitia mikopo mbalimbali, kupitia uwekezaji, kupitia vitu vingi zinakwenda. Hizo ni zile zinazokwenda safi, acha zile ambazo zinazokwenda indirect. Sasa sisi ni ulul aidi, sio ulul albab. Sana hatufanyi kazi zile za skills, za idea, za fikra, bali tunafanya kazi za mikono, manual. Sisi ni watekelezaji wa mipango, sio wapangaji. Yaani wapangaji ni wengine, sisi tunafanya execution tu. Na hili linaweza kuchelewesha sana watu kuendelea. Kwa fikra hii, baada ya maelezo yote haya na mifano, nadhani itakuwa imefahamika kiasi kikubwa sana. Na wakumbusheni, tumesema kwamba katika nchi zetu
Sisi tuna rasilimali za kutosha, tuna sababu zote za kuendelea. Kinachotakiwa ni zile skills za kutusaidia sisi tuweze kuendelea, na tukihitajia kuendelea lazima tuwekeze katika elimu. Ndio utakuja mjadala kwamba kwani katika bajeti ya Tanzania asilimia ngapi inakwenda kwenye elimu? Hicho ni kigezo. Bajeti ya Kenya asilimia ngapi zinakwenda kwenye elimu? Na utakuta wenzetu wa Kenya wametuzidi sana katika bajeti yao. UNICEF na mashirika ya kimataifa mengine yameweka kiwango kiasi gani cha asilimia ya bajeti itumike kwenye elimu, na nchi ngapi zimefikia au kuvuka kiwango kile. Lakini bado itabaki kwamba hii elimu ni elimu gani? Hata tukiwekeza huko, ni elimu itakayotukomboa au ni elimu itakayotusindikiza katika utumwa? Haya ni katika mambo ambayo insha Allah tutaendelea kuyajadili. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.